just want to bring the word of God to you so that you may have clarity in life in the mighty name of Jesus Christ. I want to teach about the price tag for our success. The price tag for our success. When I'm talking about the price tag of our success, when you visit the leading stores in the town, utakuta ya kwamba ile tunaitaka self-selection stores, utakuta ya kwamba in every shelf kuna what we call price tag. Na price tag inawekwa kujulisha kwamba the commodity that you can take from this shelf, it is worthy this amount. Bwana Yesu asifiwe sana. Na if you have less cash, you cannot afford to take the commodity or the product from this shelf, because if you take any commodity or product from this shelf, then you must pay this amount. Jina la Bwana litukuzwe. Bwana Yesu asifiwe. And in life there is what we call price tag of success. People are not just succeeding in life, but they are causing things to happen into their life. Things are not just happening, but things are caused to happen. Bwana Yesu asifiwe sana. Are you getting me? So kama kuna mtu ambaye atafanikiwa katika maisha, you must undergo the costs. You must pay the price to succeed in life. And one of the generals of revival, the mighty man of God called A.A. Allen, he said a very fundamental thing that has helped so many ministers of the gospel across the ages. He said that when you have placed on the altar of the consecration and obedience the best thing in your list, you shall not only heal the sick, but in my name I shall cast out the devil. You shall see mighty miracles, as in my name you preach the word. For behold, I give you power over all the powers of the enemies. Jina la Bwana litukuzwe. I believe that he was quoting the word of Jesus Christ, because the word of Jesus Christ was clear that if we will believe in him, we will be able to cast out the demons through his name. And the best thing that I learned from this man of God, A. Allen, one of the greatest revivalists in the 17th and in the 17th century, he said that when you place your life in the altar of consecration and obedience, you will do greater things. Jina la Bwana litukuzwe. Not only things that Jesus commanded us to do when we believe in him, but we will do greater things. More than healing the sick, great miracles, great things that will be desired by men, you can also be able to do those great things. And remember the words of Jesus Christ, alisema ya kwamba, if you can believe in me, you can do even greater things that I have done. Glory be to God. Those things that Jesus did, we can also do greater things. If he succeeded in life, if he succeeded in ministry, if he succeeded in his calling, if we believe in him, and if we are ready to pay the price, we can do greater things than he did. Jina la Bwana litukuzwe. But the problem and the problem is, and my question is, am I ready to pay the price? Because my success, your success has a price tag. Are you able to meet the price tag, the price that is placed on your success? That is the area that many of us we are falling. Wakati mwingi tunaanguka sio kwa sababu hatutamani kushinda. Wakati mwingi tunakosa kuendelea sio kwa sababu tunashindwa kuendelea,
but tunashindwa because we are not be able to meet the price placed on our success. Jina la Bwana litukuzwe. Kama wewe ni mhubiri, ushindi katika kuhubiri kwako kumewekwa gharama. Kama wewe ni mtu aliye katika ndoa, ushindi katika ndoa yako umewekwa gharama ya kulipa. Jina la Bwana litukuzwe. Kama wewe ni mwanabiashara, ushindi katika biashara yako imewekwa gharama ya kulipa. Kama wewe ni kijana na and yet you want to succeed, katika maisha yako ya ujana yamewekwa gharama ya kulipa. And that is where many people are falling, because they are not ready to meet or to pay the price. And remember, we were called to greatness, especially those people who are saved, the sons and the daughters in the kingdom. Our lives are converted and we are candidates of greatness. Remember, our father Abraham was called to be great. Jina la Bwana litukuzwe. So we are candidates of greatness. And already Jesus Christ has already set the pace to greatness. That's why whoever believes in Him, whoever believes in Jesus Christ, his life or her life is placed in the altar of consecration and obedience. Glory be to God. Tumewekwa katika madhabahu ya utakaso na kutii, kwa sababu tunatii Kristo, tunamfuata Kristo ili akaweze kubadilisha maisha yetu na hatima yetu katika jina la Yesu Kristo. And as long as your life is placed in the altar of consecration and obedience, you must meet the price in order for you to succeed. Jina la Bwana litukuzwe. Are you getting me? So if you are not ready to pay the price, then don't disturb yourself. Wacha kushinda kujisumbua na mawazo na maneno mengi. Jiangalie tu kama uko tayari kukimu gharama ya kile ambacho unahitaji kuwa katika maisha katika jina la Yesu. Just want to teach you several things that you must do in order for you to succeed in life. Because if you are not careful, if you will be careless, kama hautaweza kuwa mwangalifu, then to succeed in life, it will not an easy thing. Sio kitu ambacho ni rahisi. Utangangana na kuna mambo ambayo yatakusumbua katika maisha katika jina la Yesu. So don't deceive yourself ya kwamba you will succeed tu hivyo kwa sababu umeitwa. No. There is a lot of work to be done katika jina la Yesu Kristo. And as per the word of A.A. Number one, we should walk in obedience. We should walk in obedience to God. Lazima tutembee katika kumtii Bwana. Those who walk in obedience to God, they always touch the heart of God. And when you touch the heart of God, He will release His blessings to your life. And with the blessings of God, you can go far. Because without the blessings of God, you can do nothing. We need to be partakers of the blessings of God for us to go into heights, into our destinies. So if you walk in the obedience to God, you will be able to walk in the path of your destiny. And surely, one day, you will arrive into your destination safely. Number two, you should walk as Jesus walked. You should walk the way Jesus walked. John 14 verse number 30. The Bible says, I will no longer talk
much with you, for the ruler of this world is coming, and he has nothing in me. That is the words of Jesus Christ talking to his disciples. Anawaambia, sitaongea na nyinyi sana. I will not talk much with you, because the prince of this world is coming. But the best thing, he has nothing against me. Glory be to God. You must make sure that you walk blameless life. You walk the way Jesus walked. The enemy had nothing against Jesus Christ. Glory be to God. That's why hata wakati walimpeleka kwa Pilato alisema ya kwamba amueni nyinyi wenyewe, kwa maana sijaona jambo lolote mbaya katika maisha ya mtu huyu. Glory be to God. They had nothing against Jesus Christ. So my question this morning is, do the enemy have any hold in your life? Because if the enemy has any hold in your life, then you will not succeed. Because his work is to accuse the believers before God. And remember, our God is God of justice and equity. Kwa hivyo, shetani akisema ya kwamba usibarikiwe kwa sababu you are against God, you have not fulfilled the rules and the regulations of life, that will be fine. And our brother Peter alisema ya kwamba the enemy is like a roaring lion, seeking somebody or someone to devour. So yeye anazunguka akitafuta mtu wa kurarua. Wakati anazunguka nini anafanya? He is gathering evidence ili akienda mbele za Bwana akumshtaki. Jina la Bwana litukuzwe. Wakati wa Ayubu, do you remember the incident wakati wa Ayubu katika Job chapter number 1? Wakati malaika walikuwa wanaenda mbele za Bwana, even the enemy, Shetani, he appears also in the presence of God. Na akauliza, umeona Ayubu, mtumishi ambaye ni mwaminifu? Na akajaribu kuplace the accusation before God against Job. Jina la Bwana litukuzwe. So Jesus could make sure that he took care of himself, so that the enemy could not have any hold to accuse him before God. Bwana Yesu asifiwe. Do you have holds in your life? If you have holds in your life, in order for you to succeed, you must take care of those holds, deal with those holds, so that the enemy will not be able to accuse you in the name of Jesus Christ. Jina la Bwana litukuzwe. So after walking in obedience with God, Jesus Christ is our best example, because he walked in obedience. And obedience applies to all regulations and rules of the kingdom. And when you have meet the rules and the regulations of the kingdom, the enemy will not have any hold in your life. So he will not be able to accuse you for anything in the name of Jesus. Many are being accused by the enemy kwa sababu ya vile ambavyo hawajaweza kutenda kile ambacho Mungu anahitaji kitendeke. Hallelujah. Number 3, you must be blameless like God himself. You must be blameless like God himself. Matthew chapter number 5 and verses 48. The Bible says, therefore, you shall be perfect, just as your Father in heaven is perfect. Therefore, huyo ni Yesu mwenyewe anasema, therefore, you shall be perfect. If you want to succeed in life, you must meet the price tag which is placed on your success
that says that you must be blameless the way your heavenly Father is. Jina la Bwana litukuzwe. Bwana Yesu asifiwe. Are you getting me, church? So when Jesus was talking to his disciples, aliwaambia ya kwamba you must be blameless. And to be blameless is to be perfect, the way our heavenly Father is perfect. So hii kasumba ya kusema ya kwamba hakuna mtu mzuri duniani, lazima ishi. Lazima ungangane mpaka ishi. Are you getting me? The Bible says in the book of Psalm 16 verse 3 that and the saints who are in this world, watakatifu wa wale ambao wako katika dunia hii, ndio Bwana huwa anafurahia na wao. Who are the saints? Those people who are perfect. David hasema ya kwamba are the saints who are in heaven, anasema ya kwamba the saints who are in this world, watakatifu waliopo duniani ndio huwa wanafurahisha Mungu. So hii kasumba ya kusema hakuna mtu mzuri duniani, lazima uachane nayo. You must work out issues around your life in order for you to be perfect exactly the way your heavenly Father is. And you will always please God. And when you please God, God will not withhold anything good from you. Psalm 84 verse 11. Psalm 84 verse 10 and 11. The Bible says that, and God will not withhold anything good for his people. Bwana hatazuilia jambo lolote nzuri na njema juu ya watakatifu wake. And to be successful is one of the good things. To be successful in marriage, to be successful in life, to be successful in career, to be successful in whatever you are doing. That is the desire of each one of us. Everybody is fighting to be successful. And in order for you to be successful, lazima jambo lile ambalo ni zuri lisizuiliwe kwako. And that's why the psalmist anasema ya kwamba, and God will not withhold anything good to his people. Bwana Yesu asifiwe. So it's very possible for you to live a perfect life. A life free from wickedness. Mtu ambaye ulimi wake haudanganyi. Unajua kuna watu ambao ndimi zao zinazunguka na uongo. Especially wakati wanasikia unconfirmed information. Sometimes, unajua wakati mwingine unapozunguka na kuambia mtu something that you have not confirmed. It's very dangerous. Kwa sababu wewe unatumika na shetani kuzunguka na kisu. Ukichinja watu ambao unazunguka na maneno yao. Wewe ni muuaji wa kiroho. You want to bring those people down. Unazunguka na maneno ya mtu na hauelewi uhakika wake. Ati nikusikia, nimesikia. Watu wanasema. Nilisikia. Mtu wanasema. Hey, give us a break. Ukija kwa huku niambia ati mimi nilisikia, nitakukemea kama shetani. Na utashangaa. Ulikuweko huyo mtu akifanya, ama nikuja kuniambia ulisikia. Wacha kuwa muuaji wa kiroho. Wakati ambapo unapozunguka na maneno ya mtu ukisema ya kwamba nilisikia, watu wamesema, huyo amesema, sijui yule alisema. Alafu mambo hayo wakati atafikia mwenyewe akuparade na parade wale wote ambao unasema walisikia. Na uambiwe produce the evidence. Because even in the court of law,
utaambiwa produce the evidence. Will you be able to produce the evidence? Na hiyo habari ambayo yote umeeneza, umehurt the reputation of a somebody, ambayo kuijenga tena ni Mungu atahusika. Watu wale ambao hueneza uvumi, adhabu yao mbele za Bwana inakuwa kali. Na ndiposa Biblia inasema ya kwamba mtu yeyote ambaye atakayetaka kumtumikia Bwana asiwe mtu wa vinywa viwili, mtu wa midomo miwili, awe ameangaliwa na amekuwa qualified, haongei mambo ambayo ni unconfirmed. Na ukiangalia watu wale ambao walikuwa kuwa consecrated for the work of the ministry in the Bible, Biblia inasema ya kwamba asichaguliwe mtu ambaye ana midomo miwili. Na Paul anasema ya kwamba hata wale ambao wamepewa huduma, don't accept the accusation of anybody, not unless kuwe na mashahidi wawili ama watatu. Na sio kusema nilisikia, shahidi ambaye anasema ya kwamba I was there and this is the evidence. Are you getting me, church? So in order for you to be perfect, na ili you succeed in life, you must be free from sin. Ulimi wako lazima hata ukisikia mambo mbaya. Na ndipo Biblia inasema kwamba tuwe wepesi wa kusikia, lakini kuongea usiwe mwepesi. Most of the people kile ambacho huwa kinawakosea ni mdomo. James anasema ya kwamba ulimi ni kiungo kidogo, James 3, lakini kina matatizo makubwa. Kuongea maneno ambayo is not confirmed, na ukiambiwa ya kwamba you produce the evidence, you will not be able to produce the evidence. Hiyo shetani atakuwa na kuaccuse always. Na watu wengi huwa tunaongea. Even wakati wa corona watu wengi wameongea. They are just spreading rumors. Forwarding rumors, messages. You are not a medic. Na hiyo ndio mara nyingi shetani huwa anatumia kutuaccuse na kutuleta chini. That's why we are not succeeding. Bwana Yesu asifiwe. Are you getting me? Na kama kuna kitu mpendo unastahili kuombea ni mdomo wako. Naambia Bwana ya kwamba nitakuwa ninasikia, lakini mdomo wangu utasema nitanyamaza. Sitakuwa ninaongea. You zip your mouth. Msikia maneno ya mke wa mtu, unaanza kuisambaza kwa plot na kwa marafiki zako. Na yule ambaye aliongea alikuwa tu anataka kuharibia huyo mwanamke. Na wewe ukajifanya mjuaji zaidi, unatoka nayo kwa huyu, unaingia nayo kwa huyu. You are a murderer. You are being used by the enemy to kill the life of somebody. Na hata uwezi ukaaibika. How will you be successful in life? There is a time that you must meet. Katika jina la Yesu. Jina la Bwana litukuzwe. That's why the Bible says, let your yes be yes, and let your no be no. Shida nyingine ambayo inafanya watu wasiwe kama Mungu is the sin of pride. Pride of life. Unajisikia kwamba wewe sio kama mtu fulani. You are so special. You want to be treated differently kuliko watu wale wengine. My dear brother, my dear sister, pride imeua watu wengi. Remember the Bible says that pride comes before fall. Wakati umeanza kusikia na huo moyo wa kiburi, I'm not so special. Even when people are treating me with the respect, in return I'm just respecting them. Kwa sababu mimi ni kama wao. Ni vile tu Mungu amenipatia neema ya kuwa mtumishi wake. Jina la Bwana litukuzwe. Are you getting me, church? So hata ukiona mtu anakuheshimu, wacha kukanyaga wengine. Be like your father, ambaye anaheshimu watu wote. Hakuna kiburi. Let us treat all people equal. Respect those who are supposed to be respected. Waheshimu wale wanastahili kuheshimiwa.
The Bible says that count other people worthy than you. Is it true? Wahesabu watu wale wengine wanastahili kukuliko wewe mwenyewe. It's very very important. Jina la Bwana litukuzwe. So hii kasumba ya kusema ya kwamba hakuna mtu mzuri duniani, hiyo achana nayo. We are supposed to be perfect. No shortcut. We are supposed to be perfect. Na kile ambacho huwa tunafanya ni kujitengeneza ili tuwe perfect. Katika jina la Yesu. Jina la Bwana litukuzwe. Bwana Yesu asifiwe. Sema oh Lord. Sema oh Lord. Inua mkono wako kulia, sema oh Lord. I pray for my heart. Help me to be perfect the way you are. In Jesus' name. Sema help me to overcome challenges of sin in my life. In Jesus' name. Hallelujah. Yeah, you will be challenged. Wakati mwingine kuna maneno utasikia, unasikia ni moto moto, unataka kuipeleka kwa watu wengine. Wakati mwingine utatokea mahali uone mimi sio kama hawa. I'm supposed to be treated with a lot of respect. Wewe wachana hizo vitu. Humility is the best tool. Njia ya kupanda ni kushuka. The more you humble, the more God will exalt you. Na njia ya kushuka ni kupanda. Jiinua uone vile Mungu atakuleta chini. Shetani alijiinua akaletwa chini haraka haraka. Na akaambiwa hata sio hapa kuzimu, utakaa kule chini ya chini. Jina la Bwana litukuzwe. May God have mercy on us. Katika jina la Yesu Kristo. If you want to succeed in life, number 4, you must measure yourself with Jesus alone. Just measure yourself with Jesus alone. Wacha kujilinganisha na watu wengine. Just measure yourself with Jesus alone. Angalia, Yesu hakuwa na lawama. When you measure yourself with Jesus alone, hautakuwa na lawama. Kwa sababu Yesu hakuwa na lawama. Alikuwa mwana kondoo wa Mungu ambaye hana na mawaa. Alitembea katika ukamilifu, alitembea katika haki. But when you measure yourself with your friends, hata yeye hakwenda maombi, hata mimi sitaenda. Hata siku hizi hatai, hata mimi sitakuwa ninatai. Hata siku hizi wewe, just measure yourself with other people. There will be those people who are measuring yourself with, watakuwa the enough reason ya kukuleta chini. Ya kwamba they are wrong na umeingia katika hiyo shida yao na hujaweza kusucceed in life. So don't measure yourself with other people. If you want to succeed in life, Jesus succeeded in life both in the ministry and in his calling. Aliweza kufulfill his purpose in this world. It is very possible for you also to fulfill the purpose, for your purpose in this world. Na inawezekana kwa urahisi when you measure yourself with Jesus alone. Mtu ambaye ameshinda. Sasa ukijilinganisha na mwenzako na yeye hajashinda, ako na many weaknesses. Si sasa wewe utaanza kukopa the weaknesses ambazo wako nazo na failures in life. Utakuwa tu na hizo failures kama vile ambavyo alivyo na failures. Na hiyo ndio ilifanya the Israel waishie jangwani. Numbers 13, when Moses said spies waende wakapeleleze nchi waangalie ni nchi aina gani. Walipokuja waliambia Musa ya kwamba hiyo nchi ni nchi kubwa, imekula watu wa ile nchi ikawamaliza. Kuna Wamajitu, wana wa Anaki, wana wa Nefili, hatuwezi kwenda ile nchi. Because they measured themselves with the giants. Na Biblia inasema ya kwamba wakasema ya kwamba when we were among them, we were like grasshoppers. Tukijiona katikati yao, tulikuwa tunajiona kama mapanzi, na wao walituona kama mapanzi. So they never succeeded. Hawakuweza kuingia in the promised land apart from Joshua and Caleb. Joshua waliprotest the information ambayo watu wameletea hawa, wakawaambia kwamba please, the same God who fought for us in the land of Egypt is the same God who has promised to give us the land. So let us go there ili tukaweze
Wakati Mungu alikuwa akisema, when God was placing the judgment, alisema ya kwamba all of you who are above 20 years mtaishia hapa jangwani, apart from Joshua and Caleb, my two sons, they are very faithful. When you measure yourself with the problem with other people, you will fail. Jina la Bwana litukuzwe. Are you getting me? Even when you are measuring yourself with the challenge, you will fail. When challenges come, what you need to do is just to measure the challenges with the power of God. The same challenge, kama kuna mtu alisaidiwa na Mungu, then the same God anaweza kusaidia. Because the God of yesterday is the God of today, and the God of today is the God of tomorrow, and is a miracle working God. If we heal the cancer, he can also heal it again today. Na kama leo ataponya, anaweza kuponya hata kesho. Jina la Bwana litukuzwe. We don't have the lesser God. Ati wale ambao mitume na wale wengine ndio walikuwa na Mungu ambaye alikuwa na uwezo, na sisi tuko na Mungu ambaye ako na uwezo mdogo. No, we have the equal God. Hakuna mtu anaitaka Mungu baba na mwingine anko na mwingine guka. We all call God Father. Bwana Yesu asifiwe. So don't measure yourself with anything else apart from Jesus Christ. He is our perfect example. Number 5, you must deny your fleshly desire with fasting. You must deny your fleshly desire or flesh desires with fasting. Mwili huu unakuaga na mambo mengi, na dhambi za kiburi, dhambi za kuongea, dhambi za kuona, unakuaga na mambo mengi. Huu mwili unatamani vitu nyingi. The reason why even if people are not faithful in marriages is because of flesh desires. Mwili unatamani. Kwa hivyo ukiangalia kama mwanamke mwingine hapo, anaona kana kwamba ni tofauti na mwanamke yule yako naye. Desires. That is lust. Ukiangalia mwanaume mwingine unaona kana kwamba ni mwanaume tofauti na yule ambaye yuko naye. Desires. Bwana Yesu asifiwe. Vijana wanashindwa kukaa holy life, pure life because of flesh desires. You must overcome. And how can you overcome the flesh desires? By fasting. Remember, Jesus was 100% man, and he was also 100% God. And he was tempted the way we are tempted. Biblia inasema, but he overcame. Hakushinda kwa sababu ya mambo mengi, alishinda kwa sababu yeye alikuwa anaomba na kufunga. Are you getting me? The first journey of his ministry started with fasting and prayer for 40 days. Na kila siku watu wakienda kulala kwa vitanda, yeye alikuwa anaenda mlimani kuomba. Wakati wanaamuka, yeye anashuka kutoka mlimani. Bwana Yesu asifiwe. Are you getting me? So as Christian, let fasting be your lifestyle. Ni vibaya sana mtu ambaye alitoka kanisani Jumapili na amerudi leo na hajafunga. Very bad. Very, very bad. You will not be able to overcome the flesh desires. Ni lazima uweze kuzishinda. And if you deny your flesh, the desires, the lust ambayo uko nayo, hiyo tamaa uko nayo, lazima uwe unaomba. Ukiona mtu haanguki katika dhambi kwa urahisi, hata wakati shetani, unajua wakati mwingine shetani atatumia watu waseme mambo ili aseme hapo, si wamesema, si nifanye tu ili this iwe. That is the weapon ambao hutumiwa na shetani. Nimeona mara nyingi ikitumika. Hata wakati watu wamekusungumuza, wamekunena ili uweze kushinda maneno yao, lazima uwe mtu wa kufunga. Otherwise kama wewe si wa kufunga, unasema si wacha tu nifanye kwa sababu already wamesema, ili itakuwa tu hivi. Wasemaje kitu ambacho umefanya wewe, unajiweka kitazi. Mungu hana ushirika na dhambi, utajimaliza. Jina la Bwana litukuzwe. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Are you getting me?
So when you are right, when you overcome the lust and the desires of your flesh, then Mungu anaweza kusaidia. Hebu angalia mtu ambaye anashindwa ku overcome the desires. Kuna watu ambao hawawezi wakapewa pesa na Mungu. Kwa sababu Mungu, unajua Mungu haangalia kama sisi ndio tunaangalia. Mungu anaangalia ndani. Mungu anajua kwamba alikupatia pesa nyingi zitafanya uvunje ndoa. Kuna mtu hawezi kuaminiwa na Mungu pesa kwa sababu anajua kwamba akiaminiwa pesa ataacha mke wake. Aende aanze kukaa na wanawake wengine huko, tusichana twingine huko kwa sababu ya pesa. Sababu hawezi kucontrol pesa zitamcontrol. And those people who are being controlled by money, they are very dangerous. Na mara nyingi Mungu huwa hawaamini pesa, na anambia kwamba kaa tu hivyo na kiliolio. Uona si yako leo kakubia gayo. Ukipata ya kula unashukuru Mungu, lakini ukae vizuri na ukae kwa huyu mama. Kuna mama hawezi kuaminiwa pesa na Mungu kwa sababu akiaminiwa hata achana nao kwa mzeeka, kwa sababu hata ni standard 7 drop out. Yeye ni wa 44. Sasa naona kana kwamba hata wafanani taondoka na aende mahali pengine, wachana hizo vitu. Unasema kwamba I can do whatever I want and I desire to do because I control my life. Ni kwa kitu. Lazima angalia kwamba you have overcome the desires of your flesh. Na ili uweze kuziovercome, you deny those desires. Unasema ndio mko, unataka kuinuka, but I will deny you to have access in my life. So when you have money, you control the money. You will not allow the money to control yourself. Are you getting me, church? Bwana Yesu asifiwe. Are you getting me? Na hiyo itakusaidia katika jina la Yesu Kristo. Kuna mtu hawezi kuinuliwa na Mungu hata kidogo hivi. Apewe kwa upako hivi. Atakalia wengine vichwa. Kaambia mnaona kuna mtu mwingine kwa hii kanisa anakaa kama mimi. Ama kwa hii kampuni atakalia wengine. So Mungu anakuacha tu uwe imperfect. Ukae tu hivyo na udhaifu. Ili utosheleke katikati ya watu. Usije ukakalia wengine. Jina la Bwana litukuzwe. Tumeona hata mtu anafundishwa kuhubiri wakati tu amejua kushika microphone hivi. Akisema haleluya! Watu wanasema amen. Mpaka wengine wanaanguka. Anatoka kanisani na kiburi. Take kila mtugati. Akienda huko akijaribu, kuna wengi wameenda huko wameanguka. Wamejaribu kuweka huduma imemshinda. Sasa anakuwa kaliago. Ako dini hii, anaenda ile nyingine. Anatoka hii, anaenda ile nyingine. Anatafuta hawa, anatafuta wale. Leo kuna watu watatu wanaanza huduma, kesho imeanguka, anazunguka mwaka mzima, anapata marafiki wengine, anawagusa kwa convince wanaanza wengine. Hiyo ndio imekuwa lifestyle. Ni kwa sababu ya kiburi. Mungu alimpatia tu kausemi kidogo hivi, akapewa platform. Kwa mtu akaishi. Lakini watu wale ambao huwa wanaaminiwa mpaka ni mtu ambaye anaweza kuhudumu chini ya mtu katika jina la Yesu. Jambo la 6, you must have a self denial. You must have a self denial. Self denial ni ile Yesu alisema ya kwamba mtu ambaye anataka kunifuata ni lazima ajikane yeye mwenyewe na achukue msalaba wake anifuate. So you cannot follow Jesus Christ if you don't have a self denial. Au hujajikataa. Lazima ujikatae wewe mwenyewe. Ukijikataa, self denial huwa inasaidia mtu kufollow Jesus Christ. 24 hours per day. 7 days per week. 330 days per month. 365 days per year. Yani in and out of every day unafuata Kristo. Na hiyo itakusaidia kusimama, itakusaidia kwenda mbali, itakusaidia kufika katika kiwango ambacho unastahili kufika katika jina la Yesu Kristo. Number 7, you must understand that without God you could do nothing. Without God you could do
nothing. Bila Mungu hauwezi kutenda jambo lolote. Usipoelewa ya kwamba bila Mungu hauwezi kufanya jambo lolote, utajikuta kwenye mashaka makubwa. Paul alisema ya kwamba katika Philippians 3:14 ya kwamba I can do all things through Christ who strengthens me. So without Christ, Paul anaadmit ya kwamba I cannot do anything. So it's good to know ya kwamba you need God as your partner in order for you to succeed in life. Wakati mwingine kidogo mtu akiona ameanza kuinuka kidogo, huwa anarushia Mungu mateke na kumwambia kaa huko, sikuhitaji. Kama yule mama mwanampotevu alichukua mali yake akasema sihitaji kuwa na wewe baba, naweza kwenda kuishi peke yangu. Aligundua ya kwamba hawezi wakati vitu vyote viliisha, na akaanza kula chakula cha nguruwe. Akirudi nyumbani hakuna mtu alikuwa amemwambia, ni yeye alijiambia wacha nirudi nyumbani. Jina la Bwana litukuzwe. Watu wale ambao ukataa kufuata maagizo, wanaenda kinyume na Mungu, huwa wanarealize wakati ambapo things are not working in their favor, inafanya tu kinyume na maisha yao, ndio wanagundua kwa haya. Kongo lele ya dela, wakati nilikuwa naenda na njia nzuri, nilikuwa ninajisaidia mwenyewe. Kumbe wakati nilikuwa na time, hiyo nilikuwa inafanya niwe ina financial track. Kumbe wakati ambapo nilikuwa ninaomba, ndio ilikuwa inasaidia nisimame katika wokovu vizuri. Kumbe wakati ambapo nilikuwa natumikia Bwana, ndio ilikuwa inanipatia kibali mbele za watu. Yeah, because without God you cannot do anything. Jina la Bwana litukuzwe. Bwana Yesu asifiwe. Are you getting me, church? So, huwezi kujisimamisha peke yako. You need God ili ukaweze kusimama katika jina la Yesu. Number 8, you must do away with the sin in your body. Katika kila mwili wa mtu unakuwaga na dhambi. So you must do away with the sin in your body. Unakuta kuna mtu huwa anasumbuliwa. Katika Romans 7 verse number 20, Biblia inasema ya kwamba now if I do what I will not to do, it is no longer I who do it, but sin that dwells in me. Katika kila mwili wa mwanadamu unakuwaga na dhambi. Na ukitaka kujua kwamba kuna mtu kila mwili wa mwanadamu unakuwaga na dhambi, kuna mtu mwili wake unakuwaga na maneno ya kusengenya, kuongea tu uvumi, kuzunguka tu na maneno. Anataka tu kusikia. Akisikia tu anaongea. Kuongea tu. Na yeye mtu huyo sio msizi. Sio msizi. Hata huwa hatamani wanawake ama wanaume, lakini mdomo inamsumbua. Kuna mtu mwingine mambo yake kabla hajaongea anayachagua, anaongeaga the correct information. Lakini tamaa ya wanawake na wanaume inamuua. Anataka kuona mmoja amepita hivyo anapelekana na yeye. Yaani anakuwa na shida hiyo. Lakini kuongea, aongeagi kwa urahisi. Ni dhambi inakaa ndani ya mwili wake, dhambi ya usinzi. Huyo mwingine ni dhambi ya mdomo. Bwana Yesu asifiwe. Are you getting me? Kuna mtu mwingine ile dhambi inakaa ndani yake ni ya kiburi. Simona technology inaendelea zaidi siku hizi, kuna kwa na kile vitu tunauzwa na tunachawa na mnaanza tule tuwetu wanaona ni wananunua sana. Alafu hata akisimamia mtu anajipanguza hivyo haraka germs zinaondoka. Peta wote hizo. Kwa siku hizi watu wasalimiani kwa sababu ya corona. Lakini utashangaa mtu mwingine anatembea na hizo vitu, ukimsalimia hata kusalimia vizuri atakugusa kwa vidole hivi. Hata kusalimia vile ambavyo unasalimiwa na mtu zikia anaguza kwa vidole hivi. Alafu baada ya hiyo ni kiburi. Anaingia kwa kapochi haraka anatoa hizo, anajipanguza hivyo, ndakaya kwa hiyo mulimu. Sishikwe na germs na corona haiko imekuja. Ni kiburi tu. Bwana Yesu asifiwe. Are you getting me? Ndio hataweza kukaa katikati ya watu. Na mtu akitembea karibu na hataki siguzwa na uchafu. Kiburi tu. Bwana Yesu asifiwe. Mtu huyo ndiye huwa anapatiwa cheo kidogo hivi, anakalia watu kwa kichwa. Si Mungu atusaidie na atuhurumie.
katika jina la Yesu. Are you getting me, church? Number 8, so you must deal with the sin ambayo iko ndani ya mwili wako. Angalia jirani yako mzee, wewe unaona kama ni dhambi gani inakaa ndani yako? Huyu ni Paul. Paul anasema ya kwamba kuna dhambi. Kiona nisipofanya vizuri vile huwa anataka. Kwa sababu ndani yako kuna dhambi. Hebu angalia, mwambie enda uangalie ni dhambi gani zinakaa ndani ya mwili wako. Ili ufight zile dhambi. Ndani ya mwili wa Daudi kulikaa dhambi za tamaa ya mwili. Usizi. Mpaka akaambia Bwana, mimi Bwana ninataka kuna ndani yangu kuna roho ya kusherati. Because my mother conceived me in sin. Na imenisumbua. Sio mimi nimetaka kuwa Uria, nimekora. Nimejikuta nimeuana. Na nimesumbuliwa wakati nimeona mwanamke huyu akiwa uchi. Kaambia Bwana niondolee roho hii ya kufanya dhambi na unifanyie roho mpya. Na usidondoe roho yako mtakatifu ndani yangu. Bwana Yesu asifiwe. Maita mageni wega kwiranga yumbira ngoro ngeje, niumbie moyo usafi. Kwa sababu ndani ya mtu kuna kuaga na dhambi katika jina la Yesu. Hallelujah. Number 9, you must not continue in shallow and pointless discussion. You must not continue in shallow and pointless discussion. If you want to succeed in life, mtu huwa anaenda na kuanza kuargue na watu ambao wako juu yake. Lakini ukikaa na watu ambao you are in the same level, mnaongea na watu ambao mko in the same level, those are pointless discussion. It will not take you anywhere. Enda uargue na mtu ambaye ako juu kwa fulani. Akiongea kuhusu business, unajua kwamba yeye huwa ana $1 million per month. Unaanza kusema kwamba unamuuliza na huwa mtu anaweza kuwa na $1 million per month namna gani? Ili anakusaidia kuelewa katika jina la Yesu Kristo. You must cease or stop those shallow and pointless discussion. Na hiyo ni kuangalia kwamba utaingia na uanze kutembea na mtu ambaye ni wa kiwango cha juu katika jina la Yesu. Ni kama mtu ambaye ameolewa. Rafiki yako wa dhati ni msichana. Na sio vibaya. Ndio unataka kudiscuss your weaknesses za marriage na huyo msichana. Yake atakuika. Tikumodhokia, si ni kumharibu. Hata yeye hata kuongezea kitu. Kwa sababu hana na experience. Si utembee na mtu ambaye umeolewa uko na miaka 2 kwa ndoa. Si utembee na mtu ambaye ako na 5 years. Atakwambia nikiwa na miaka 2 hiyo unapitia nilikuwa napitia. But thank God. Nenda ubirie. Nilitokea hata wewe unaweza kutokea. Jina la Bwana litukuzwe. Are you getting me? Sasa ukienda kuuliza mama mboga, naye anakimbiliaga mboga madharo ya shilingi 100 anakuja anauza mchana mzima. Na wewe umeenda ukalete nguo za 70,000. Unakuja kumwambia vile ambavyo atafanya namna gani ni succeed. Sababu ni roho wewe ndiye ya madharo huko. Maigana. Sio ndio uangalie mtu ambaye ako na stock ya shilingi 1,000,000 ama elfu ya kadhaa. Mwambie na hii kazi yako inaendana na gani? When you argue, utaargue kitu ambayo ni right. Jina la Bwana litukuzwe. You getting me? So ni vizuri kuangalia hata katika maisha una seek advice kutoka kwa nani? Watu wengine utaenda seek advice kutoka kwao. If you apply the advice, itakumaliza. Because they lack experience. Number 10, you must give your body holy to God forever. That is Romans chapter number 12, verse 1 and 2. The Bible says that present your body as a living sacrifice, holy unto God. So give your body holy to God. Peana mwili wako kabisa kwa Mungu. Because God will guide your steps. The Bible says a man can go wherever he wants, but the steps of the righteous man are being ordered by God. And if you cannot succeed without God, then you need to offer yourself, your body fully to God, so that He will be able to guide your steps. And He will guide you to the right direction. Are you getting me? Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. So
usipopeana mwili wako kwa Bwana, utajikuta katika matatizo makubwa. Number 11 niseme hivi, you must believe all of God's promises. That is Thessalonians 5:24. Believe in all of God's promises. Thessalonians 5:24 inasema ya kwamba he who promise is faithful and he will do it. Aliye ahidi ni mwaminifu na atatenda. We must believe in a successful God. Yeye alisema we will succeed in life. Kwa hivyo kama yeye alisema tuta succeed in life, then let us believe in him. When we believe in God, we will succeed. We will succeed. Kama alisema ya kwamba atatubariki katika ndoa zetu, atatubariki katika kazi ya mikono yetu, atabariki maisha yetu na huduma zetu, usawa wa tumbo yetu utabarikiwa, then let us believe in him. Huyo mtoto ambaye ameanza kutembea na njia mbaya, just pray God, wewe uliahidi ya kwamba utatengeneza watoto wetu, utawafanya wao watu wazuri. Mtoto huyu ameanza kuharibika, mtengeneze Bwana, na utaona vile ambavyo Mungu atakutendea katika jina la Yesu Kristo. Jina la Bwana litukuzwe. Bwana Yesu asifiwe. And finally niseme ya kwamba you must deal with the pet sins that God had pointed out by name. You must deal with pet sins that God had pointed by name. Kuna zile dhambi ambazo Mungu amezitaja kwa neno lake, amezitaja kwa majina. Si unajiangalia tu hizo, deal with those pet sins ambazo Mungu ametaja. Unajua kwamba hii ametaja sio mzuri. Kama ametaja, deal with those sins in order for you to be right with God. And when you are right with God, then He will take you through every challenge in life and you will be successful. Jina la Bwana litukuzwe. Bwana Yesu asifiwe. Are you getting me? And that is the price tag of your success. When God is on your side, the Bible says, who can be against us? No one can be against us. So success itakuwa obvious in your life. Are you getting me, church? Success will be obvious in your life because already you have met the price tag of your success. Kwa hivyo Mungu hataacha uinvest mahali utapoteza. Mungu hataacha upitie njia ambayo itakayokuaibisha. Mungu hataacha ushikane na mtu ambaye ataachana na wewe miaka miwili inayokuja. God will be always conscious of whatever you are doing na atakaye your steps, because the steps of the righteous person are being directed by God. Katika jina la Yesu Kristo. It is my prayer ya kwamba God will help us to be the price tag of our success katika jina la Yesu Kristo. Tusimame juu, tunenee Bwana, tuambie Bwana ya kwamba umenifundisha neno lako, ninatamani kushikana na kile ambacho umenifundisha katika jina la Yesu Kristo. Uinulie Bwana sauti yako mpendwa, umwambie Bwana akusaidie katika jina la Yesu Kristo. Yeye angetaka tufanikiwe, yeye angetaka tufaulu katika maisha. Ambia Bwana, ninaomba niwezeshe Bwana hiyo njia ambayo umetengeneza ya mtu kupitia kafaulu, nisaidie Bwana katika jina la Yesu Kristo. Uinulie Bwana mikono yako unapomwambia Bwana, hiyo njia ambayo umeniwekea nikipitia nitafaulu, ninaomba Bwana niwezeshe Bwana, nisaidie katika jina la Yesu Kristo.